Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 14 mwezi wa 4 mwaka 2024. Siku nzuri kabisa, siku ya Jumapili, kwa moyo mkunjofu kabisa. Nikualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Sheikhani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndo mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe, bonyeza alama ya kengele ili unapata taarifa mbalimbali kiganjani mwako. Lakini pia tunapatikana Facebook kwa jina la Sheikhani Mzaina, Instagram ni Toka Zamani TV_TZ, TikTok ni Toka Zamani TV na Twitter ni Toka Zamani TV_TZ. Na bila kupoteza wakati, tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mpango asa vijana wasikubali kugawanywa. Wanazuoni wasema Samia ni zao la urithi wa Nyerere. Mangula aeleza alivyopenda amani, usawa. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika simanzi, familia mbili zikipoteza watoto wanne, ni ajali ya Arusha, ibada maalum leo. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika Nchimbi agiza viongozi kueleza kazi za serikali. Habari katika ukurasa wa 4. Rais ateua balozi Komoro, bosi Petrol Veta. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Makete mbioni kuzalisha ngano nusu ya mahitaji. Habari katika ukurasa wa 17. Mto Msimbazi wazidi kuwa tishio. Habari katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika Shekhe acheni kula mali za yatima. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Gazeti hili kipambwa na habari picha ikimwonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akiongoza kikao maalum kilichowasilisha ripoti ya maafa ya mafuriko yaliyotokea sehemu mbalimbali nchini pamoja na maandalizi ya maadhimisho sherehe ya miaka 60 ya muungano Ikulu ndogo Tungu jana. Undani wa taarifa hizi ni katika kurasa za ndani za gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, ninalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni simulizi za majonzi, familia mbili zaeleza ilivyobaki na upweke baada ya watoto wawili pekee kwa kila familia kufa maji kwenye gari la shule lililosombwa na mafuriko Arusha. Mwili mwingine upatikana, wanafunzi waliofariki dunia wafikia 8. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika ripoti ya mafuriko mezani kwa Samia. Habari katika ukurasa wa 5. Ununuzi jokofu za nyumbani kuhifadhia damu wachunguzwa. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Mwananchi limeandika shahidi asimulia mipango mauaji ya Milembe wa GGM. Habari katika ukurasa wa 18, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbele Jumapili leo. Pata nakala yako liweze kusoma kwa ndani zaidi. Ninalo gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni ripoti maalum, kasi ongezeko single mothers sasa yatishia, kiini chake chaanikwa, wataalamu wataja athari. Habari katika ukurasa wa 4. Mpango ataka vijana wasikubali kugawanywa misingi itikadi. Habari katika ukurasa wa 3. Nchimbi ataka wanaoanguka waache nongwa. Habari ni katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika mwanafunzi auawa kikatili, mwili watupwa kwenye kichaka. Habari katika ukurasa wa 2. Vigogo Chadema wachuana kwenye uchaguzi wa kanda. Habari katika ukurasa wa 3. Naibu waziri aagiza uchunguzi ubadhirifu fedha za wanyamapori. Habari katika ukurasa wa 5. Lakini pia gazeti hili limeandika Simba yapunguzwa kasi mbio ubingwa. Habari katika ukurasa wa 24, na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa mbele wa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Lakini pia ninalo gazeti Mzalendo lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni balozi Nchimbi aweka msimamo ni namna ya kusimamia serikali, asema CCM itatimiza wajibu kwa sheria, staha na utaratibu. Makala eleza mikutano itakavyosikiliza kero, hataki wagombea kusafishwa na dodoki. Habari katika ukurasa wa 3 hadi ukurasa wa 10 wa gazeti hili. Dr. Mpango wataka vijana kugombea uchaguzi wa mitaa. Habari katika ukurasa wa 2. Fahamu ufenesi inavyotibu maradhi mbalimbali mwilini. Habari katika ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Mzalendo limeandika Profesa Janabi afichua wanavyotibu kisasa. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Gazeti hili ikiandika mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya taifa Muhimbili Profesa Mohamed Janabi amefunguka uwekezaji mkubwa uliofanywa. Treni ya umeme Damoro kuanza Juni. Naibu katibu mkuu wa wizara ya uchukuzi Profesa Ali Posi
amesema safari za treni ya kisasa ya umeme SGR zitaanza Juni mwaka huu. Ndani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa mbele wa gazeti Mzalendo. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Jicho letu sasa ni katika gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dr. Mwinyi kuzindua maadhimisho ya miaka 60 ya muungano wa Tanzania, kilimo cha kabidhiwa vifaa vya uzalishaji miche ya mikarafuu. Habari katika ukurasa wa tatu. Serikali yathamini juhudi za uwekezaji. Habari katika ukurasa wa pili. Watu milioni 55 wakabiliwa na njaa Afrika. Habari katika ukurasa wa tisa. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa mbele wa gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Tulitazame sasa gazeti wa Machinga lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dr. Mpango ahimiza mambo saba kumwenzi Mwalimu Nyerere, awasihi wa Tanzania kuwa wazalendo, kudumisha amani na upendo, awataka kuepuka ubaguzi kwa misingi ya rangi, dini, itikadi za kisiasa na ukabila. Habari katika ukurasa wa tatu. Ataka mageuzi katika elimu kama Nyerere alivyosisitiza elimu kuwa njia ya kupambana na umasikini. REA wacharuka wa kukomesha makandarasi wazembe watoa rushwa. Habari katika ukurasa wa tano. UVCCM yaapa kumlinda Rais Samia kwa hali na mali. Habari katika ukurasa wa 4. Gazeti hili limeandika CPA makala hatutogusa kero zilizopo mahakamani, hazipaswi kuingiliwa. Habari katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti wa Machinga katika ukurasa wake mbele Jumapili ya leo. Gazeti Mwanahabari lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa mbele wa gazeti hili ni Mpango ataka mageuzi katika elimu, asema kuna haja ya kumuenzi Mwalimu Nyerere aliyepinga ujinga na umasikini kwa kukuza elimu. Awataka vijana kuwa wazalendo, kuendeleza amani na upendo, kupinga ubaguzi. Habari katika ukurasa wa 3. Gazeti hili limeandika Rais Samia ongoza kikao cha mkakati kupitia ripoti ya mafuriko nchini. Habari katika ukurasa wa 3. Lakini pia gazeti hili limeandika UVCCM haidi kumlinda Rais Samia kwa hali na mali. Gazeti hili limeandika REA hawatavumilia makandarasi wazembe na wanaotoa rushwa. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahabari katika ukurasa wake mbele. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani, mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti katika michezo na burudani lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Simba piga chini hawa, Ihefu yaongeza presha ya dabi machi 4 bila ushindi. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa 17, matokeo ikiwa ni Simba 1 Ihefu 1. Gazeti hili likipambwa na habari picha ikimuonyesha Clatous Chama mwamba wa Lusaka. Kiungo huyo alifunga bao la penati na kufikisha jumla ya mabao 7 msimu huu. Gazeti hili limeandika Nabi Gamundi wakabana ko Sauzi, hesabu za ibeba Yanga Kirumba. Habari katika ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Mabondia wenye ndinga, undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 15. Kwa Vanessa hakuna aliyepunjwa. Vanessa Mdee aka Vimane ametoa album moja ya Mane Monday 2018, na undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 11. Spurs dua kama zote Arsenal ichape Bayern. Habari katika ukurasa wa 18. Lakini pia gazeti hili limeandika Premier League Robbie Maino afundwa Man United. Habari katika ukurasa wa 19. Lakini pia gazeti hili linayo ratiba ya Premier League ni Liverpool dhidi ya Crystal Palace, mchezo unapigwa leo saa 10 kamili jioni Anfield. Lakini pia gazeti hili limeandika Premier League leo Jumapili ni Arsenal vs Aston Villa, mchezo unapigwa saa 12 jioni. Pata nakala yako ya gazeti Mwanaspoti usome kwa ndani zaidi. Lakini pia gazeti hili linayo hadithi ya Jana Dume inayopatikana kwenye ukurasa wa 16 wa gazeti hili, ikiwa leo ni sehemu ya pili. Magazeti ya habari za michezo na burudani mikononi mwangu, nalo gazeti Habari Leo limeandika Simba bado kugumu. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Pamba ya nusa ligi kuu bara. Lakini pia gazeti hili limeandika Yanga Singida kuiteka Kirumba leo. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Mimi Mars aliza sababu kujiweka kando jua kali. Habari katika ukurasa wa 21. Jengo Yanga la nusurika bomoa. Habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, katika ukurasa wake wa nyuma. Habari za michezo na burudani. Nipashe Mwanga Jamii lenyewe katika ukurasa wake wa nyuma limeandika Simba yapunguzwa kasi mbio ubingwa, bao la penati la inusuru na kichapo cha 4 mfululizo. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Yanga Singida Fountain Gate hesabu uwanjani. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Dijonga ahusishwa tena kutimka Baka. Habari
katika ukurasa wa 22, na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa nyuma wa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Gazeti wa Machinga lenyewe katika ukurasa wake nyuma limeandika Simba yazidi kupoteza matumaini ya ubingwa, yafungana na Hefu 1-1. Kocha Benchika abaki uwanjani dakika 20 baada ya kumaliza mpira. Kalaba wa Mazembe apata ajali ya fariki Zambia. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Yanga Singida uwanjani leo. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Lakini pia ninalo gazeti Mwanahabari lenyewe katika ukurasa wake nyuma, habari za michezo na burudani, limeandika Simba yavutwa shati na Ihefu, yalazimishwa sare ya 1-1. Man City kumnasa Jamal Musiala kwa pound milioni 120. Kagera Sugar Dodoma Jiji nao sare ya 1-1 Kaitaba. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahabari katika ukurasa wake nyuma, habari za michezo na burudani. Na hivi ndivyo ambavyo nakamilisha rukuzi vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania Jumapili ya leo.